الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة. آمين آمين يا رب العالمين. طيب, tukiwa naendelea na mwendelezo wa maudhui yetu ya funga, na leo kwenye risala yetu hii tunaingia naswaihu liswaim, nasaha kwa ajili ya mwenye kufunga. Naswaihu liswaimi, nasaha kwa ajili ya mwenye kufunga. Idha sumta, utakapofunga mfungaji, faltakun niyatuka, basi iwe nia yako wajha Allahi, ni kutaka radha Allah, wa daral akhirah, na nyumba ya akhira. Idha sumta, utakapofunga, faltakun niyatuka, basi na iwe nia yako wajha Allahi, ni kutaka radhi za Allah, wa daral akhirah, na nyumba ya akhira. Wamtithala amri Allahi, na iwe ni kutekeleza amri ya Allah, wa amri rasulihi, na amri ya mtume wake, wahtisaba thawaba inda Allahi, na kutarajia kupata thawabu mbele ya Allah. Wala takun mimman yasum, wala usiwe miongoni mwa wale ambao hufunga litakhfifi waznihi, ili eti kupunguza uzito wao. Mtu anajiona ni mzito, ni mwingi kibonge mwilini, basi atafunga, nia yake ni kwamba mwili wake upungue. Usiwe kama hao. Au lilhimiyati min al-amradhi, au kwa ajili ya kinga ya maradhi, au ghairi dhalika, au yasiku hayo. Mtu afunge si kwamba apungue mwili, bali kwa kutaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na kutafuta akhira, ambako huku kunakuja kwa kutekeleza amri za Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Ihfadh sawmaka, ihifadhi funga yako, minazuri, kutokana maneno ya uzushi, ya uongo, walaghawi, na upuzi, walfashi, na machafu. Iepushe funga yako minazuri, kutokana maneno matendo ya kipuuzi, ya uongo, walaghawi, na upuuzi, walfashi, na maneno na uchafu mbalimbali. Wahasib nafsaka, na hisabu nafsi yako, ala a'mali jawarihika, kwa kufanya kazi, kwa kufanya matendo, kwa ajili ya matendo yatakufanya na viungo vyako. Wahasib nafsaka, ihisabu nafsi yako, ala a'mali jawarihika, juu ya kufanya matendo mema viungo vyako, juu ya vitendo vyako kufanya matendo mema viungo vyako vyote, ambapo Mtume amesema binadamu ana viungo 360, basi mtu ajitahidi vyote viene katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad qala sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume, man lam yada qawla zuri, yule ambaye hakuweza kuacha maneno ya uongo, wal amala bihi, na kufanya kazi uongo huo, falaysa lillahi hajatu, basi hakuna kwa Allah haja yote, fi an yada ta'amahu, kwa mtu huyo kuacha chakula chake, wa sharabahu, na kinywaji chake. Kama mtu hawezi kuacha uongo, hawezi kuacha ufuska, hawezi kuacha machafu, sasa kuna haja gani ya kufunga? Kwa hivyo Allah hana shida ya funga mtu huyo, kwa sababu funga si kujizuia kula na kunywa tu. Funga ni kuvizuia viungo vyote visimwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na Mtume amesema, rubba swaimin, huenda mfungaji, laisa lahu min siyamihi, hakuna faida yote katika funga yake, illa aljuu, isipokuwa ni njaa tu. Rubba swaimi, yawezekana mfungaji, laisa lahu min siyamihi, hakuna faida yote katika funga yake, hakuna malipo yote yanayopatikana katika funga yake, illa aljuu, isipokuwa njaa tu. Wa rubba qaimin, na huenda msimamaji usiku, laisa lahu min qiyamihi, hakuna katika kisimamo chake malipo fadhila yose, illa sahar, isipokuwa ni kukesa tu. Wa rubba qaimin, na huenda msimamaji usiku kena msikitini kuswali, laisa lahu min qiyamihi, hakuna natija ya kisimamo chake, illa sahara, isipokuwa ni kukesha. Washashuhudia watu mbalimbali wajidai kwenda tarawih, kuma na mipango yao na kufanya uzinifu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wanakuwa kama ni chaka la watu kudoyana. Wari hao na baadhi yao wanajaa baadhi ya misikiti, na mabarobaro ukaa pembezoni katika maeneo ambayo kule wanake wako, basi uone vikundi watu wanaswali huku, halafu uone vikundi chochoroni wamekaa. Basi hao kwa kweli hakujua thamani ya mwezi wa Ramadhani.
Waqala Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, amesema Jabir, idha sumta, utakapofunga, falyasum sam'uka, lifunge sikio lako. Idha sumta, utakapofunga, falyasum sam'uka, lifunge sikio lako lisisikilize mambo ya haramu. Wa basaruka, na lifunge jicho lako lisiangalie mambo ya upuuzi. Si wakati wa kuangalia sizani, ni wakati wa kuangalia maneno matakatifu ya Allah subhanahu wa ta'ala na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walisanuka min anil kadhibi, na vile vile ufunge ulimi wako usiseme uongo. Wal maharimi, na kuendea mambo mbalimbali ya haramu. Ibtaid anil khisam, jiepushe na mizozo, jiepushe na ugomvi. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume, wa idha kana yawmu sawmi ahadikum, itakapotokezea siku moja amefunga, fala yarfuth, basi asifanye machafu, wala yaskhab, wala asilete asifanye pige mayowe. Idha kana yawmu saw wa idha kana yawmu sawmi ahadikum, itakapotokezea mmoja wenu amefunga, fala yarfuth, basi astamke maneno machafu, wala yaskhab, wala asipige mayowe, makelele ambayo yana maana pesa mbili, hasa katika vikombe mbalimbali vya makarata, karata magemu mbalimbali, ma TV. Ni mahali ambapo mtu kwa kweli watu wanapoteza sana nyakati zao. Tayib, lau sabbaka ahadu, lau kama atatokezea mtu akutukane we. Lau sabbaka ahadu, lau kama atatokezea mtu akutukane we, au khasamak, au akataka ugombana na wewe, basi fala tarudda alayhi illa bikalimatin, usimjibu isipokuwa kwa kusema inni saim, inni saim. Fala tarudda alayhi, usimjibu yeye, yani usimrejeshie matusi wala maneno machafu, illa bikalimati, isipokuwa kwa kusema maneno haya, inni saim, wewe mwambie inni saim, inni saim, hakika mimi nimefunga, hakika mimi nimefunga. Faqad qala sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika Mtume amesema, wa in imru'un, ikitokezea mtu qatalahu, anataka kupigana naye, au shatamahu, au amtukane, falyaqul, basi mwambie inni saim, inni saim, hakika mimi nimefunga, hakika mimi nimefunga. Anasema mshairi, ameweka baiti hapa, idha lam yakun fi sam'i minni tasawun, iwapo katika usikio langu mimi hakuna kuzuilika, hakuna kuzuilika. Idha lam yakun fi sam'i, iwapo hakukuwezekana katika sikio langu, minni, kwangu mimi, tasawun, kuhifadhika na kuzuilika na kusikiliza mambo ya haramu. Wa fi basari ghadhun, na katika macho yangu hakuna kuzuilika, ikawa siwezi, hakuna uwezekano wa kuacha kuangalia mambo ya haramu. Wa fi mantiqi, na katika kutamka kwangu sumtu, basi hakuna uwezekano kunyamaza. Basi fahadhi idha min sawmi aljui wa tamaa, fahadhi, nafasi yangu, idhan, kwa hivyo, min sawmiya, kutoka na funga yangu hiyo, aljuu, ni kukana njaa, wa dhama, na kiu. Fa in qultu inni sawamtu yawma, hata kama nitasema kuna siku nimefunga, basi fama sumtu, sikufunga. Kwa sababu kufunga mtu sio kwamba mtu amefunga tena aangalie mambo ya haramu, asikilize mambo ya haramu, atamke mambo ya haramu. Kama ambapo tumetangulia kuzungumza, ni kwamba mtu anatakikana avizuie viungo vyote kwenda kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, bali avitumie viungo vyote hivyo kuelekea kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Allahumma alimna ma lam na'lam wa fahimna ma lam nafham, innaka antal alimul hakim. Fasubhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.